Kwa hiyo Rais Samia tarehe 19 aliapishwa kwa rais wa Tanzania, na alipoapishwa alirithi mikoba iliyokuwa imeachwa na Magufuli. Magufuli alikuwa anasema hapa kazi tu, na alianzisha miradi mikubwa, ila Mungu hakumpa nafasi ya kuiendeleza. Alianzisha reli akaijenga mpaka Morogoro, ilikuwa haijafika Morogoro, haijakamilika, akaondoka. Alianzisha bwawa la umeme kule Rufiji na akalipa jina la baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Alianzisha ujenzi wa vitu vingi pamoja na daraja la Busisi, Kigongo Busisi. Nataja miradi michache ile ambayo ni mikubwa na ya gharama. Kwa alipoondoka Watanzania walilia, na wengine wanasema sasa itakuwaje? Miradi hii itaendeleaje? Lakini alipoapishwa Rais Samia akatupa maneno mawili tu: kazi iendelee. Ipi? Hiyo iliyoachwa? Ndio. Maana walikuwa watu wanahofu kwa itaendelea, na akatupa kauli mbiu ya kutupa moyo kwamba kazi ifanye nini? Iendelee. Sasa na waulizi, imeendelea au haiendelei? Imeendelea. Imeendelea sana. Ile reli ambayo ilikuwa inajengwa sasa hivi imefika Dodoma. Watu wa Dar es Salaam siku hizi wameacha kupanda basi, wanapanda treni kwenda Dodoma. Na ile reli sio kwamba imekomea Dodoma, iko mpaka Makutupora Singida. Na kuna mkandarasi kutoka Singida anaijenga kwenda Tabora. Na nyinyi ni mashahidi kwamba reli ile imeanza kujengwa Mwanza kuelekea Isaka. Na Isaka iko katika mkoa wa Shinyanga. Na Marampaka iko mkoa wa Simiyu. Maswa hapa. Kwa hiyo inapita hapa na nyinyi mna ushahidi. Inajengwa imefikia 70%. Lakini kuna mkandarasi anaijenga kutoka Isaka kwenda Tabora. Kwa yule wa Makutupora akifika Tabora na huyu wa Isaka akafika Tabora, kwa miaka 2-3 ijayo baada ya uchaguzi, reli ile itafika Mwanza. Inawezekana kabisa. Kazi inaendelea. Bwawa la umeme marehemu Magufuli aliacha 30%. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, bwawa lile limekamilika kwa 100%. Na ni bwawa la gharama. Kuna wengine wanasema deni la taifa kwa nini limeongezeka? Wewe ungeotoza kodi kwa ghafla watu wote walipe tujenge lile bwawa, wangejenga. Wangetoroka miji. Si wao. Wazee hapo walikuwa wanatozwa kodi ya kichwa na wakoloni. Yaani ukiwa na kichwa tu unalipa. Sio mapato, kichwa. Na walikuwa wanakimbia wanaenda kuishi mlimani. Ni uongo. Sasa tutoze watu hawa wote kodi, tuwaambie tunataka bwawa lile liishe, kila mtu achangie, wataweza? Mopera. Kwa hiyo tunachokopa ili kufanya jambo ambalo tutaishi na faida zake kwa miaka mingi, kizazi hiki na hata kizazi. Na lile deni mliona sio kwamba amekopa Mama Samia trilioni 97, sio kweli. Lile deni linaongezeka na madeni mengine ya zamani tuliisha kopa tangu Nyerere, lakini yanachukua miaka 40 kuanza kulipa, nayo yamo kwenye yale mahesabu. Lakini mtu akitaka kula akili yako anasema deni limekuwa kubwa, utazania limechukopwa leo rote. Kwa hiyo amefanya mambo mengi sana. Daraja lile la Busisi, mwisho wa mwezi unaokuja wa 4 lori zitaanza kupita juu ya lile daraja. Liko 90%. Na sisi tunaoishi huku tutafaidi, au sio? Maana sisi tuko tunaenda Mwanza. Kwa hiyo hayo mambo yanawezekana. Na yamewezekana
na kauli mbiu ya kazi iendelee kweli inaendelea. Sasa tunabadili kauli mbiu kutoka kazi iendelee. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.